Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi tena, ndugu na dada popote mlipo. Kwani ni siku nyingine tena. Leo kweli ni kwamba tunashukuru Mungu kwa sababu leo ni siku ya pili ndani ya mwaka mpya. Ninashukuru Baba, muumba wa mbingu na nchi, na Kristo Yesu ambaye ni mkombozi wetu, kwa sababu tumepata nafasi hii. Kuna wale walitamani kupata nafasi kama hii hawajaipata. Kuna wale wanatamani kuipata lakini wako sehemu yenye hawana uwezo huo, hawana uhuru huo. Nazungumzia nini? Pengine mtu anaweza kuwa yuko hospitalini au kitandani mwake na hataki kelele, na kisheria hairuhusiwi kelele mahali pale. Hana uwezo hata wa kufungua macho yake. Hata chakula kupata ni shida sababu hataki. Mwili umekataa. Lakini wewe na mimi leo tuko wazima. Tunaweza kula chochote, tunaweza enda mahali popote, tunaweza sema chochote, tunaweza tembea. Sio kwamba sisi ni wema, bali ni kwa neema yake Kristo Yesu. Ameturuhusu tuwe hai, tuwe na afya. Na umuhimu huo tumepewa nafasi hiyo, inafaa tumtukuze Kristo Yesu kwa kila tendo, kwa kila neno, kwa kila hatua yoyote tunachukua katika maisha. Tunafaa tujukue hatua hiyo kwa njia ya umuhimu sana. Yaani tushukuru. Kama vile maandiko yanatuambia kwa kitabu cha Waefeso kwamba tuwe watu wa kushukuru kwa kila jambo. Sitasema mengi, bali nitaenda moja kwa moja kwa maandiko ya siku ya leo. Kwa majina, mimi ni mtumishi wa Mungu Mchumbe Michael, na leo tutajifunza kutoka kitabu cha Yeremia, nabii Yeremia, sura ya 2 mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Hapo kuna mambo mazuri sana yanayohusu mimi na wewe ambaye unanitazama na kunisikiliza. Nitasoma kwa jina la Yesu. Huyu ni Kristo Yesu anaambia watu wake ambaye ni mimi na wewe. Inasema hivi, mstari wa 4. Lisikieni neno la Bwana, ninyi nyumba ya nchi ya Kenya, na ninyi jamaa zote za nyumba za Afrika. Bwana asema hivi, baba zenu waliona dhulma gani kwangu hata wakafarakana nami, wakafuata upatili nao wakawa upatili, wala hawakusema yuko wapi Bwana aliyetutoa katika nchi ya Misri, akatuongoza jangwani, katika nchi ya ukame na mashimo, katika nchi ya kiu na ya kivuli cha mauti, katika nchi ambayo ndani yake hapiti mtu, wala haikukaliwa na watu. Nami nikawatia katika nchi ya shibe, mpate kula matunda yake na mema yake. Lakini ninyi mulipoingia katika nchi ile, muliitia unajizi nchi yangu na urithi wangu, muliufanya kuwa chukizo. Makuhani hawakusema yuko wapi Bwana, wala wanasheria hawakunijua. Wachungaji nao waliniasi, nao manabii walitoa unabii kwa uongo, wakafuata mambo yasiyo faidia kitu. Ukweli ni kwamba lile neno nimesoma hapa ni kwamba leo hii miaka hii tuko, angalia manabii tulioko, tunatabiri kuhusu kutajirika, kununua gari, nyumba. Mambo hayo si mabaya, mwanadamu yeyote anayahitaji. Lakini neno la Mungu au mtumishi wa Mungu, kazi kubwa ambayo nimepewa ni kukufundisha jinsi Mungu anavyotaka uishi.
sio kwenda kukuambia vile utatajirika, vile utaheshimika, vile wewe ndio utachaguliwa, vile wewe ndio utakuwa nani. La, Mungu kwanza angetaka watu wake wamjue yeye, wamrudie yeye, watende mapenzi yake. Hayo mengine yatafuata. Ndiposa hapa imesema muliniaja na mkafuata upatili, naye mkawa upatili. Ni wangapi ambao wamemwacha Mungu wakatafuta pesa kwa njia zisizofaa, hatimaye wakapatana na magonjwa pale, wakapatana na unafiki mahali pale, wengine wakapoteza pesa zao, wengine wakapatana na magonjwa kwa sababu ya sinaa. Unajua ukiwa na pesa unajiingiza kwa vitu tofauti tofauti, kumbe umejiingiza kwa mambo hayafai. Ndiposa inasema walifuata upatili nao wakawa upatili. Kwa hivyo neno kubwa kabisa, tunafaa tumjue Mungu, tumfuate yeye, tumuulize ushauri yeye, kwa kuwa yeye ndio Papa muumba wa mbingu na nchi. Yeye ndiye ametuokoa kutoka kwa shida zote zenye tumekuwa nazo. Wengi wetu unapata kwa huna kazi, huna elimu, huna ufahamu wowote, huwezi biashara, lakini kwa sababu siku moja mtu anakushauri, unasema wewe muombe Mungu na ufanye bidii, unaomba Mungu anakubariki, unafanya biashara hata kama uelewi, unashikanisha hivi, unafanikiwa. Ukifanikiwa unamsahau Mungu. Ukipata kazi unasahau kuomba, unasahau kushukuru. Hauwezi saidia hata mtu yeyote yako karibu na wewe, pengine ana shida. Mungu anapotubariki ni kwa sababu ukiwa na kitu, jirani yako asilale njaa. Ukiwa na ushauri mzuri, usiwache watu wapigane. Washauri wajue kwamba shida ile wako nayo wanaweza kuitatua kwa njia nyingine ya upole na heshima, badala bila vita. Sitasema mengi, bali nashukuru. Pale tumejifunza ni kutoka kitabu cha Nabii Isaya, sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 8. Ukitaka kujua mambo hayo zaidi ni vizuri uende jisomee, na Mungu anaweza kufunulia kwa njia nyingine pengine tofauti. Bali kwa siku ya leo ninasema kwamba Kristo Yesu anawapenda sana na anawahitaji mrudi kwake, sio kwa sababu ya faida yake. Nyinyi ndio mtafaidi. Kristo anawapenda sana na mimi nawapenda, bali Yesu anawapenda sana na anawangoja kila siku mrudi kwake. Amani ya Kristo iwe nanyi. Mungu yu mwema, haleluya. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu.